dakika 90 zimetamatika mzee wangu. Kiufupi mimi nataka kusikia jambo kutoka kwenu. Sare ya mabao 2-2 dhidi ya Young Africans. Ndio matokeo ya mpira. Tulitaka kushinda, tulianza kushinda kipindi cha kwanza. Wao wamefanya makosa mawili, sisi tumeyatumia, na sisi tumefanya makosa mawili, wao wameyatumia. Tunasema ndio matokeo ya mpira, lakini niseme tu kwamba sasa hivi timu yetu unaiona kabisa imeimarika, kwamba sasa uteja na Yanga umekwisha. Ufalme na Yanga ufalme wake unakwenda kwisha. Msimu ujao tukifanya utajiri mkubwa kuongeza pale, shughuli itakuwa kubwa sana kaka. Yani msimu huu mnasema mmefeli mzee Malini. Kufuta ufalme, tumekwenda kufuta ufalme wake. Mmeshindwa kuzitumia dakika 45 vizuri. Zilikuwa nzuri kwa upande wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, lakini pia vile bahati tuseme haikuwa kwa upande wao. Ndio nasema matokeo ya mpira dakika 90 yameamua hivyo. Kwa hiyo tutachukulia matokeo ya mpira, ila niwashukuru tu kwamba waamuzi kutoka nje wamecheza mpira safi kabisa kuliko ni waamuzi wetu wa hapa. Waamuzi wetu makando kando, akina Lagija, akina Kayoko, akina Risasi, wajifunze kwa marefari walikuwa bora kabisa. Unamuona Diara goli la pili alikuwa anataka kumdanganya refari tena kama Zanzibar ili ionekane offside, lakini muamuzi akamwambia hapana, twende katikati. Vipi ule mkwaju wa tuta dhahiri ulistahili? Uko wapi? Ile Diara alipokwenda kumchezea Libase kie. Kabisa, lakini tuseme pengine tu muamuzi kwa sababu amemsukuma. Umeona kama mtu kasukuma. Pengine tuseme muamuzi hakuiona ile. Kwa hiyo tunasema ni matokeo ya mpira, muamuzi amechezesha vizuri, hakuna kulaumiwa, mpira tumekwenda sare. Leo tumemaliza mechi hii, tunajipanga na mechi nyingine. Matamanio ya ubingwa kwa wekundu wa Msimbazi Simba bado yako vile vile. Bado yapo, bado yapo. Ligi haijaisha bado. Ligi haijaisha. Twende mpaka mwisho. Sasa hivi kumwambia Yanga kumpa ubingwa mtakuwa mnakosea. Sawa? Ligi haijaisha, huwezi kujua. Sawa? Huwezi kujua kwamba atamaliza mechi bila kufungwa atatoa sare. Sawa, haya ni matokeo ya mpira. Twende tucheze mpaka mwisho. Itakapobakia mechi moja tutajua nani sawa anakwenda kuwa bingwa, lakini sasa hivi tusianze kubashiri ubingwa. Hii ni kuongoza ligi tu. Mlisema mkimfunga mnyama pengine huenda ikawa rahisi kwa upande wenu. Nani sasa mnamuona wa kumzuia Young Africans? Nani wa kumzuia Young Africans kwenye hakutoka sana TRA? Hata wengine wale dogo, kuna wengine wanataka kushuka daraja. Wanaweza kumng'ang'ania. Kuna watu wanataka kushuka daraja. Mimi na yeye tunagombania kwenda ubingwa. Lakini kuna watu wanatakiwa waondoke kwenye ligi. Kuna shughuli ndogo huko. Shughuli inaweza kuwa kubwa zaidi. Kwa sababu kuna watu wanataka kushuka daraja. Kwa hiyo mbungi yake itakuwa kubwa zaidi. Ndio maana nasema tusubiri ligi mpaka itakapofika mwisho ndio tutajua nani bingwa. Una lipi la kuambia Young Africans baada ya kutoa sare katika msimu huu dhidi ya Simba Sports Club? Siwezi kuiongelea Yanga. Natakiwa mimi niseme tu kwa washabiki wa Simba na wapenzi wa Simba kwenye timu yangu, tuendelee kuipa timu yetu mshikamano. Sawa? Tuendelee kuipa timu yetu mshikamano kwamba tumeiamini na tunaamini usajili wa dirisha dogo. Sawa? Usajili wa dirisha dogo uliofanywa na mwenyewe Mohamed Mo, tajiri. Hakuna tajiri mwingine zaidi ya Mohamed Mo. Sawa? Dirisha kubwa, watu ongezee watu. Ubingwa utawala wake umekwisha. Huyu sasa umekwisha. Kabisa. Asante sana.